Majira ya joto ya Saqar yanaanza kupita majira ya baridi ya ncha ya kaskazini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sauti ya Al-Bushra Al-Islamia inawaletea kwenu bayana al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani. Anawasomea kwenu mmoja katika mansur wake kwa Allah. Bayana kwa tarehe 18 Jamadi al-Akhir 1445 Hijria, sawa na tarehe 31 mwezi wa 12 2023, wakati saa 1:44 asubuhi kulingana na takwimu rasmi ya Ummul Qura. Bayana عنواني: صيف سقر يبدأ في اجتياح شتاء القطب الشمالي كما وعدناكم بالحق لعامكم هذا 1445 هجرية. Majira ya joto ya sayari ya Saqar yanaanza kupita majira ya baridi ya ncha ya kaskazini kama tulivyokuahidini kwa ukweli kwa mwaka wenu huu 1445 Hijria. Bismillahirrahmanirrahim. Mtawala wa ufalme wa mbinguni na duniani, na swala na salam juu ya mitumi wote wa Allah na wale waliowafuata katika waumini kutoka wa kwanza wao mpaka khatimu wao Muhammad mtumi wa Allah. Hatutafautishi baina yoyote katika mitumi wake, na sisi kwake ni Waislamu. Ama baada ya hayo, bila utangulizi wote, tunaenda moja kwa moja kwenye mada na kuuliza swali kwa mataifa yote ya ulimwengu wa kaskazini na kusema: lini wakati wa msimu wa baridi huanguka katika ulimwengu wa kaskazini? Inajulikana kuwa kila mwenye akili na mwenye busara atasema siku ya msimu wa baridi Disemba 21 usiku wa 22 ni eneo lote la kaskazini mwa ulimwengu, ni makazi ya nchi nyingi za ulimwengu. Hakuna tofauti na siku ya msimu wa baridi kwa sababu ya usiku mrefu. Usiku mrefu zaidi wa msimu wa baridi wa mwaka, ewe Nasr Muhammad al-Yamani, ambaye bado anaimba kwamba yeye ni khalifa wa Mungu juu ya dunia mzima, nchi kavu na baharini. Kisha tunasimamisha hoja juu yenu kwa haki na tunasema: dhurubu ya majira ya baridi kali iliyozamishwa Urusi, Uchina, Ujerumani, sehemu kubwa ya Ulaya na Kube, Canada iliyotokea. Hata kama tarehe Disemba 21 itafika na kiangazi cha Saqar kinaanza kuvamia majira ya baridi na ncha ya kaskazini. Kwa hiyo alianza kufanya kazi wakati wa majira ya baridi kali, akiyeyusha theluji ya kihistoria ambayo ilikuwa imezamisha majiji yote ya China kwa viwango tofauti kutoka kaskazini ya mbali hadi kusini ya mbali, pamoja na Canada, Quebec. Je, theluji ya Canada iliyeyuka huko Quebec na Montreal kutokana na kuingia kwa majira ya baridi kali baada ya tarehe ya Disemba 21 ya mwanzo ya mwezi huu. Ingawa theluji ilipasua kubaki kwenye mitaa ya Canada hadi mwanzoni wa chemchemi wa 2024, basi itaanza kuyayuka mnamo April kama inavyofanya kila mwaka. Kisha tunasimamisha hoja juu yenu kwa haki na tunasema: lakini theluji ya mwanzo wa msimu wa baridi wa Canada iliyayuka siku ambao waliingia kwenye msimu wa baridi. Tunarudia na kusema: siku ya msimu wa baridi kwenu, enyi wamiliki wa ncha ya kaskazini, enyi watu ambao mna karamu nyeusi ya theluji ya msimu wa baridi katika nchi nyingi za ulimwengu. Majira ya baridi kali huyayushaje theluji? Hivi hamutafakari? Labda wajinga
ambao hawawezi kufikiria wangependa kusema ni nini cha kushangaza juu ya jambo hili. Kisha Khalifa wa Mwenyezi Mungu Mahdi Imam Nasr Muhammad al-Yamani anakujibuni kwa hoja na mantiki yenye changamoto. Kwa kuwa theluji haiyayuki kwa sababu ya kuanza kwa msimu wa baridi, hii haikubaliki kwa sababu na mantiki. Ingawa theluji ilitokea baada ya siku 10 za kwanza za Disemba. Kwa hivyo siku iliyowekwa kwa msimu wa baridi inakujaje mwezi huo huo Disemba na theluji huanza kuyayuka? Je, China, Ulaya na Kanada zimeingia katika msimu wa baridi au kiangazi? Jibu la watu wote wa ncha ya kaskazini linajulikana. Watasema badala yake ncha ya kaskazini iliingia katikati ya msimu wa baridi siku ya majira ya baridi kali mnamo mwezi wa 12 tarehe 21 2023. Na kisha tunawaambia walimwengu, je, hamutumii akili? Je, kawaida yatakiwa Uchina kuwa na baridi zaidi wala si kupanda joto zaidi? Katika hali joto kutoka 40 chini ya 0 hadi juu ya 0, hadi mahali ambapo theluji huanza kuyayuka wakati wa majira ya baridi kali. Kadhalika majira ya baridi ya Yemen, baridi ambayo iliwakumbatia watu wa Yemen kwa kumbatie kabla ya majira ya baridi kali, mpaka siku ya majira ya baridi kali inakuja na hali joto ikapanda kutoka chini ya 0 katika mji mkuu Sanaa hadi juu ya 0 kwa nyuzi joto kadhaa, na bado inaendelea kupanda. Je, watu wa Yemen waliingia katika msimu wa kiangazi mnamo Disemba 21, 2023 au msimu wa baridi huko Yemen? Ijapokuwa watu wa Yemen walipata majira ya baridi kali kabla ya siku ya majira ya baridi kali, mpaka siku ya majira ya baridi kali ilipowadia, hali joto iliongezeka miongoni mwa watu wa Yemen ambao wanatoka katika ulimwengu wa kaskazini. Licha ya kuhisi ubaridi wa kipupwe cha mwaka wa 1445 Hijria, ni nini kilianza kuua msimu wa kipupwe baada ya kuwasili kwake? Najibu kwa haki, hii ni kwa sababu ulimwengu wa kaskazini umeanza kuingia katika hali ya hewa ya kiangazi cha Sakar. Au hamujui kiangazi cha Sakar ni nini? Si tulikuambieni kwanza inaharibu msimu 4. Kwa hivyo hali ya hewa ya sayari ya dunia itagauzwa kuwa majira ya mvua na maji ya kumwagika, na milima ya mvua ya mawe, umeme na kuzama, mpaka wakati sayari ya dunia itakapovaa nguo zake na kupambwa kwa majani na miti ya kijani kutokana na mvua ya mfuriko katika kiangazi cha Sakar. Kisha upepo wa mvua unasimamishwa, kisha kutokana na kupanda kwa hali joto kwa kutisha na isiyokubalika, Mungu anatuma askari wa vimbunga vya moto vinavyoshambulia bustani na nyumba zenu kwa namna isiyo na kifani katika historia ya vimbunga vya moto. Enyi wamiliki wa mabustani za kijani kibichi katika msimu wa baridi, hamukuweza kuita majira ya baridi, lakini mtaita majira ya Sakar. Enyi watu wa ncha ya kaskazini, kwa sababu majira ya jua yamehama na jua kuelekea katika ulimwengu wa kusini. Je, Antarktika na milima ya Alps huyayukaje wakati huu wa mwaka ingawa ni majira ya baridi?
bali nyinyi mmeingia katika kiangazi cha Saqar kama tulivyokuahidini kwa haki. Kwa hivyo itapita msimu yote ya mwaka huu katika mwaka wenu huu 1445 Hijria kwa amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi, aliye katika kutawala ufalme wa mbingu na ardhi. Hivi karibuni majira ya baridi yote yatanyongwa kabla ya mwisho wa msimu wa baridi, na sayari mzima itatumbukizwa katika hali ya hewa ya majira ya joto. Ingawa kuna nchi za Ulaya ambazo pia zilifurika kwa ghafla na theluji baada ya tarehe 10 Disemba, baada ya kuita msimu huu wa baridi kuwa ni majira ya joto kutokana na El Nino na ongezeko la joto duniani la moshi wa viwanda vyao. Kwa hivyo wakaanzisha jibu lao kwa kiangazi cha Saqar kwa hila zao dhidi ya majira ya baridi ya joto, kwa sababu ya hali ya joto ya El Nino ambayo kulingana na madai yao iliambatana na ongezeko la joto la dhania la gesi chafu. Wanadai kwamba ni nyuma ya hali ya ongezeko la joto duniani ambayo sio msingi wa kisayansi na fiziki kama wanavyodai. Kwa hiyo Mungu alitaka kubatilisha udanganyifu wao na kufuta utabiri wao wote wa kubahatisha. Alituma tufani kwenye nchi kubwa baada ya siku 10 za kwanza za Disemba hadi viwanja vya ndege vya Ujerumani viliacha kuruka. Lakini sasa theluji za Ujerumani na hata milima ya theluji imeyayuka na mafuriko yametokea na kuathiri nchi zote za Ulaya, joto, Uchina, Kanada, Amerika na Mashariki ya Kati. Hikma iliyo nyuma ya hilo ni Mungu pia alitaka kushambulia uongo wa hali ya joto ya baharini ya El Nino na hali ya ongezeko la joto duniani kutokana na gesi zinazochafua mazingira kulingana na madai yao. Na Mungu alitaka kufichua uongo wao na kupinga kwao. Mungu anajua kwamba China ndiyo nchi kubwa zaidi ya viwanda inayotoa gesi za kaboni zinazosababisha ongezeko la joto duniani kulingana na madai yao. Kwa hiyo Mungu aliharibu hali ya ongezeko la joto duniani katika anga ya China. Badala yake aliharibu kabisa hali ya ongezeko la joto duniani katika anga ya nchi kubwa zaidi ya viwanda kwenye uso wa dunia. Alituma juu yao dhorubu ya theluji ya kihistoria ambayo hawakuwahi kushuhudia katika historia yao. Kisha wanasayansi wote wa hali ya hewa walikaa kimya na kuziba midomo yao, na walijua kwa uhakika kwamba ongezeko la joto la hali ya hewa ya sayari ya dunia haitokani na madai ya ongezeko la joto duniani kutokana na wingi wa gesi chafu kutoka kwa viwanda vya binadamu kama wanavyodai, bali wanaona jinsi Mungu anavyogeuza majira ya baridi na kuyafanya majira ya joto, kisha majira ya baridi, kisha majira ya joto katika wiki hiyo hiyo, ili kuwaletea mishituko ili wajihadhari na adhabu ya Mungu. Badala yake mabadiliko ya msimu yaliyotokea kwa ujumla, na wanasayansi wa hali ya hewa hawakuweza kupata sababu ya kisayansi. Walichosema ni kwamba walisema
machafuko ya hali ya hewa, na tunasema ewe Mola wetu, ndiyo mchafuko ya hali ya hewa kwa sababu ya ukaribu wa hali ya hewa ya sayari ya Saqar al-Wahhaj kwenye sayari ya dunia. COVID pia ni uovu ulioenea, na hatumaanishi baridi mafua ya kivirusi, bali mwenye kuharibu kabisa baraka ya harufu na ladha. Hata akila kijiko kilichojaa chumvi haonji chumvi kana kwamba amemeza mchanga. Yeyote asiyehisi kuwa amekosa baraka ya harufu na ladha hajaambukizwa na COVID. Ili kutofautisha kati ya COVID mpya na mafua, usishuku chochote kwa sababu ya ishara hii inaotofautisha COVID, ili kila mtu aweze kujua ikiwa ameambukizwa na COVID au mafua ya kawaida tu. Yeyote aliyepoteza baraka ya kunusa na kuonja chakula, matibabu ni bure. Lazima ashikamane na yale yaliyoelezwa katika bayana tuliyoandika tarehe 26 Ramadhani 1441 Hijria. Kwa vyovyote vile, sitaki kuingia katika vita vya askari wa COVID, bali ili walimwengu waweze kutofautisha kati ya njama kali ya COVID kutoka kwa askari wa Mungu mwenye nguvu msifiwa na mafua ya kawaida, ili usiwe na shaka yeyote aliyopoteza hisia ya kunusa na kuonja kabisa ameambukizwa COVID. Mpango kutoka kwa Mungu mwenye nguvu. Haya ni kwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewapa muhula kwa ujumla miongoni mwa Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Kuhusu COVID nyingine, sijui dalili zozote isipokuwa dalili moja, ambayo ni kifo kwa wale wanaoipata. Tunataka uokovu kwa waja wetu, sio kifo, isipokuwa kwa wale wanaokataa rehma ya Mwenyezi Mungu na kuchukia ukweli ulioteremshwa ndani ya Al-Qur'an Al-Azim. Hao wanafuata yale yanayomchukiza Mwenyezi Mungu na kuchukia radhi zake. Basi ni nani atakayewaokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu? Hakuna kutoroka, na watajua, lakini hii ni ili makafiri wajue kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu ndiye anayetawala ufalme wa mbingu na ardhi. Na ikaja sayari ya Saqar, sayari ya moto mkuu. Tunarudi kutoka kwa vita vya Mungu vya korona kwenda kwenye vita vya Mungu vya ulimwengu, na zote ziko mikononi mwa Mungu pekee. Kwa vyovyote vile, hebu tukufundishe kuhusu sababu ya mabadiliko ya misimu yote. Hii ni kwa sababu sayari ya Saqar inashambulia sayari ya dunia kwa mabomu kutoka kwenye kingo zake zilizoganda na kutuma wingi wa hewa ya joto ili kushambulia viyoyozi vilivyogandishwa vya dunia, hasa ncha ya kaskazini na kusini na mazingira yao yaliyoganda. Na vita vikaanza kulipua kiyoyozi cha ulimwengu wa kaskazini kama tulivyokuahidi kwa amri ya Mungu katika ukweli. Hiyo ni kiyoyozi cha kati cha ulimwengu wa kaskazini. Hiyo ni ncha ya kaskazini kuanzia Disemba mwaka huu wenu 2023, unaolingana na mwaka 1445 Hijria. Tunajua kwamba hii ilikuwa kuharibu freon ya ncha ya kaskazini. Kwa hivyo nguzo za baridi za freon zilikatwa vipande vipande, na misa baridi ya polar ilitolewa ulimwenguni kutoka angani ya ncha ya kaskazini kutokana na kutokea kwa makombora ya molekuli ya joto ya kisakari katika anga ya ncha ya kaskazini.
kuhusu mwanzo wa ushawishi wa sayari ya Sakar kwenye anga ya nguzo ya sayari ya dunia, ilianza kuamirika kidogo kidogo tangu mwaka wa 2005. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimtuma mja wake na khalifa wake Imam Mahdi Nasr Muhammad Yamani kukuonya tangu mwaka wa 2005 unaolingana na mwaka wa 1426 Hijria wa ubaya wa sayari ya Sakar inayokaribia. Na bado tunasema pongezi elfu kwa wahalifu wakanushaji watakacho kuona katika mwaka huu 1445 Hijria. Wataona katika msimu wa joto wa Sakar, kisha Mungu anapandisha joto hadi nyuzi 151. Na katika mwaka huu wa kimwezi 1445 Hijria ni mwaka ulioshirikiwa kati ya 2023 na 2024, bali ni mwaka wa kutengana na si mzaha. Huu ni mwaka wenu wa sasa, mwaka wa 1445 Hijria, usemi wa mwisho, si mzaha. Maajabu! Je, majira ya baridi haya kwa kizio cha kaskazini yaanza tarehe Disemba 21 ya mwaka wenda huu 2023. Hii ina maana kwamba inachukua siku 8 tu kutoka mwaka 2023 kuingia katikati ya majira ya baridi katika mwaka wenu mpya 2024. Hivyo majira ya baridi kwa kawaida huimarika katika mwezi wa Januari, mwezi mmoja wa mwaka wa kimiladi, lakini itafagiliwa na kiangazi cha Sakar kama tulivyokuambia hapo kabla kwamba majira ya joto ya Sakar yatapita majira ya baridi ya ncha ya kaskazini. Bado tunathibitisha tulichoandika hapo awali na kusema elfu pongezi nyingi yale watakaopata wahalifu katika mwaka wao huu 1445 Hijria. Hakuna mgongano kwetu na nyinyi mwagongana mara elfu. Vyovyote iwavyo, kama tulivyokufundisha hapo kabla kwamba kiangazi cha Sakar kiliharibu msimu wa baridi wa ulimwengu wa kusini, na pia tulikuahidi Mungu akipenda kwamba kiangazi cha Sakar kitafanya kazi kwa amri ya Mwenyezi Mungu kuharibu msimu wa baridi wa kaskazini ulimwengu kuanzia tarehe Disemba 21 mwisho wa mwaka wenu huu 2023. Majira ya Sakar hayangekuwa njiani kuharibu majira ya baridi ya ncha kaskazini, theluji ya Krismasi isingetoweka katika nchi nyingi na hasa kaskazini mwa Canada. Hawakupata theluji kwa mujibu wa tangazo lao wakati wa Krismasi nchini Canada. Vivyo hivyo, Krismasi ijayo ni likizo nyeusi isiyo na theluji nyeupe. Hata baada ya kutokea mwezi wa Disemba, kunakuwa na upya kidogo kama itakuwepo, kisha kuanza kuyayuka mwezi wa Januari, na theluji huyayuka katikati ya msimu wa baridi Januari mwezi ujao, kutokana na kuendelea kwa majira ya Sakar. Majira ya kiangazi ya Sakar hayakuwa katika njia ya kutekeleza majira ya baridi ya ulimwengu wa kaskazini, yasingeanza kutekeleza majira ya baridi ya Yemen ya kwa kuning'inia kutoka daraja 5 chini ya 0 kuning'inia hadi juu ya nyuzi 0. Je, hivi hamutafakari? Watu wa Yemen na dunia nzima wanajua kwamba baridi kali ni mwezi wa Januari,
Mwezi mmoja wa mwaka 2024, kitovu cha majira ya baridi kali, na kitovu cha majira ya baridi ni Januari. Hivyo wasubiri ndani yake makombora makubwa ya kisakari inayotokana na sayari ya Sakar, ili kuinua hali ya hewa ya mwisho ya dunia katika ncha za kaskazini na kusini. Makombora ya mashariki na makombora ya magharibi, pamoja na makombora kuelekea viyoyozi vya kati vya sayari ya dunia, ncha ya kaskazini na kusini. Na kombora kubwa zaidi ya kisakari la vuke ya moto hubeba ishara inaonekana. Moshi huo unaonyesha thamani yake ya vuke la harara la uharara nyuzi 151%. Na watu wamepofushwa nayo. Hii ni mateso, maumivu wakati wa safari ya majira ya baridi na kiangazi. Nakumbusha na kurudia kusema, katika safari ya majira ya baridi na kiangazi ya mwaka wenu huu 1445 Hijria, hivi karibuni majira ya joto ya Sakar yataondoa kabisa msimu wa baridi katika ulimwengu wa kaskazini. Kwa kuwa haujapata kumkumbuka yoyote ya sayari ya Sakar kuondoa msimu wa baridi wa ulimwengu wa kusini, basi ngojeni, kwani mimi ni mwangalizi pamoja nanyi kusadikisha kauli ya Allah Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العظيم. سورة الدخان. Licha ya kutangazwa kwa dalili za vita vya hali ya hewa duniani, dalili na maonyo ya mateso hayatoshi katika kuzipotosha fikra za wale waliopotea zaidi katika njia kuliko wanyama. Hawa ndio wamiliki wa maneno ya vita vya asili na vita vya majanga ya hali ya hewa. Enye umma wa Islamu, kwa Mola mlezi wa ulimwengu wote, sababu ya mchafuko ya hali ya hewa ni njia inayokaribia ya sayari ya Sakar, na inachanganya fiziki ambayo Mungu ameiweka katika anga hewa ya sayari ya uhai. Basi kwa nini hauamini fatwa ya Mwenyezi Mungu kuhusu kupita sayari ya Sakar, ingawa habari za kifungu chake ni kwamba Mwenyezi Mungu ameiweka ndani ya iliyo wazi, maana yake Al-Qur'an Al-Azim? Au hauelewi maneno ya Allah Ta'ala, khuliqa al-insanu min ajal saurikum ayati fala tastajilun ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردا ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. سورة الأنبياء. Tunatangaza kutoa fatwa kwa haki kwamba umeingia rasmi katika kiangazi cha Sakar, katika majira ya baridi yenu, katika kiangazi chenu hiki, na katika mwaka wenu huu 1445 Hijria. Na mtajua kwamba sisi ni wa kweli, na kwamba laana ya Mwenyezi Mungu yu juu ya waongo. Ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo au anayezikanusha ishara zake? Hakika madhalimu hawatafanikiwa.
Na mtajua kwamba laana ya Mwenyezi Mungu iko juu ya wale waliovuka mipaka, wakaasi na wakajitukuza sana katika ardhi ya Palestina na sehemu mbalimbali za dunia zilizojaa dhulma na maonevu. Wanataka kuizima nuru ya Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezi Mungu anakataa isipokuwa kuikamilisha nuru yake, hata kama wahalifu wanachukia kutokezea kwake. Wa kulla am wa antum tayyibun, na juu ya haki mmekita mpaka siku ya dini, na salam juu ya mitume, alhamdulillah rabbil alamin. Ndugu yenu khalifa wa Allah juu ya ulimwengu wote, al-Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani.